ifanyie hiki, na yale unamwambia fuate, azingatie. Amen. Walikuwa nataka kumweka katika mtego, akawajua. Amen. Na kwa sababu walikuwa na washawashwa na kifo cha huyu mwanamke, Biblia inasema ya kwamba wakazidi kumpress Yesu, wakimwambia, je, wewe mwalimu wasema nini? Amua kesi haraka. Walikuwa wamekuja hadi na mawe za kuweza kummalizia. Amen. Si unaonanga vile ambavyo ukisikia kamwizi kameimba mahali, wanatokea mawe, marungu, mapanga. Amen. Na hata katikati ya kugonga ule mwizi, kuna mwizi ambaye anagonga huyo mwizi. Kuna mchawi anagonga ule mwizi. Kuna mrogi anagonga ule mwizi. Kwa sababu yeye ameshikwa red handed. Wewe dhambi zako hazijaonekana. Amen. Wao walimshika mwanamke. Hata wanapokuja kwa Yesu wanamwambia ya kwamba sheria ya Musa inasema tukipata mtu kama huyu tumgonge na mawe hadi kufa. Walisahau ya kwamba hata wao makosa waliifanya. Wengi wao waliokuwa wanatembea wakipeleka mambo kama haya walikuanga wazee. Kwa sababu sioni katika hekalu sheria enzi zile kama kuna wamama ambao walikuwa wamepewa vipao mbele za kuweza kutafakari sheria. Mafarisayo walikuwa ni wanaume, Masadukayo walikuwa ni wanaume. Lakini wamechukua mwanamke, wameacha mwanaume walikuwa na yeye. So kuna favor ya mwanaume mwenzao. Amen. Yani so called lawyers wa hiyo enzi, kuna favor ambao walifanya mwanaume kama ili wakaweze kuleta mwingine auawe. Amen. Siku ya leo muamuzi mwema ni Yesu. Hataki kujua kama uko na mtetezi. Hataki kujua kama unajua kujitetea. Hataki kujua kana kwamba wewe kile ambacho anataka kutoka kwako ni tu kumwamini, kunyenyekea, akutetee, achukue aibu yako, upate heshima. Amen. Baada ya kuwa all that embarrassed, amevurutwa, amebingirishwa, amerushwa, amanapigwa mateke, kwa sababu akifikishwa kwa Yesu sio mtu alikuwa anataka, ni mtu ambaye alikuwa anabebwa cha nguvu. Na mbogi ambayo ilikuwa nyuma yake ilikuwa tayari kummalizia, wengine wakiwa na bimbo, wengine wakiwa na mapanga na marungu na mawe. Wanampeleka kwa hakimu ili anene neno moja tu wamalizane na yeye. Amen. Ninaomba siku ya leo hakimu ambaye utakayepelekewa awe amevaa Yesu ndani yake. Asitazame waliokuleta, asiveive waliokuleta, lakini atazame moyo wako. Bwana asifiwe. Hawakutaka kujua sababu ya mwanamke huyu kufikia hapo ilikuwa imetokana na nini. Hawakutaka kusikiza mwanamke huyu, sababu zake hawakutaka kusikiza. Lakini walimuinua hadi kwa hakimu. Kuna mtu anashikwa, anapelekwa, hatafikani kusikika ya kwamba ni nini ilimfanya
afanye jambo hili? Ni jambo gani lilitukia ili ujipate kwa jambo kama hili? Na kufikishwa pale kwa sababu sheria inasema unahukumiwa kwa ile sheria. Bwana asifiwe. Yaani kuna mtu ambaye anakuja akuchokoze ili utamke neno tu moja, akupeleke na hilo neno. Bwana asifiwe. Yesu pekee yake anakujua. Njoo kwake Yesu na wewe unapata tu kwa plot. Mtu ametoa nguo kwake, ameenda kuanika kwa mlango yako na maji inamwagika hapo. Ili wewe utoke, ulize nani amemwaga maji kwake. Muanzanishe hapo ili wewe ufukuzwe. Amen. Lakini Yesu akai namna hivyo. Amen. No more shame if you have Jesus. Wakamwambia Yesu, sheria ya Musa yasema tumgonga kwa mawe. Wakasahau ya kwamba Yesu mwenyewe ndiyo neno, na anajua ya kwamba ndio anasema ugonge kwa mawe hadi kufa, lakini sio yeye alifanya uzinzi peke yake. Wangeletwa wote wawili wagongwe na mawe. Sikia sauti ya Yesu, akawaambia, yeyote ambaye hana dhambi awe wa kwanza kumgonga kwa mawe. Dhamiri zao zikaanza kuwazungumzia. Amen. Wewe ambaye unayepelekwa kizimbani, dhamiri ya watezi zako, washtaki wako ziwazungumzie siku ya leo. Kama hawajawahi fanya dhambi, wawe wa kwanza kukuhukumu. Amen. Kuanzia yule mkubwa hadi yule mdogo. Kuna yule aliona kumbe hata mimi nilikuwa mzizi, ni vile sikuonekana. Mwingine akaona ni mimi niliiba karai ya fulani lakini sikujulikana. Mwingine akaona ya kwamba ni mimi nimefanya abduction, mtoto wa wenyewe, na sijajulikana. Wakaanza kuacha mawe mmoja kwa mmoja, wakaenda mpaka wakabaki hakuna mtu mwingine isipokuwa Yesu na mwanamke. Amen. It is my prayer that washtaki wako dhamiri zao ziwazungumzie, ubaki wewe na Yesu. Yesu akainama, akainuka baada ya kuandika chini. Akauliza mwanamke, waliokushtaki wako wapi? Mwanamke akamuita Bwana, kumaanisha Mwokozi wa moyo wangu. Umenipigania vita singeweza kupigana. Umeniokoa katika maneno ya mwetezi wangu. Umeniokoa kifo. Nilikuwa nimeafika mwisho. Yaani maisha yangu ilikuwa imefika kikomo, lakini Mwokozi wa maisha yangu umefanya niendelee kuishi. Mwokozi wa maisha yangu umechukua kifo changu. Mwokozi wa maisha yangu umemaliza aibu yangu. Akamuita Bwana. Wote wameenda, ni mimi tu nimebaki. Siku ya leo Yesu anainamka pale msalabani, anakutazama, anauliza, washtaki wako wako wapi?